Mtazamaji wa Mtaani TV, story kubwa ambayo inazungumzwa kwa sasa ni kuhusiana na kocha Romain Folz. Kuna baadhi ya kauli ambazo zimekuwa zikizungumzwa kwamba anahujumiwa na baadhi ya viongozi ndani ya klabu ya Yanga. Shabel, umezisikia hizi story kwamba kocha Romain Folz ni kama kuna watu wanamhujumu ili aondoke, watu walete kocha mpya. Ya, taarifa zinaeleza hivyo kwamba kuna baadhi ya viongozi wa Young Africans wanaweka shinikizo la kocha huyu aweze kuvunja mkataba wake, inaweza kuondoka, na unaweza ukaelewa kwa sababu mwalimu akivunja yeye mkataba ina maana anaondoka bila kupewa ile fidia compensation. Lakini endapo kama klabu yenyewe kimvunjia mkataba, basi klabu ndio inapaswa kumlipa kile kiasi ambacho kilikuwa kimebakia katika muda wake wa utumishi wa mkataba wake. Kwa hiyo ni mbinu hiyo ambayo labda viongozi wa management ya Young Africans wanaitumia kuweka pressure kwa mwalimu, kumshinikiza aweze kuondoka, lakini mwisho wa siku zinabaki kama ni taarifa ambazo sio rasmi. Lakini Waswahili wenyewe wanakuambia kwamba ukiona moshi basi ujue kuna moto chini ambao unawaka, na tumeona kwa mfano jana taarifa zimetoka na wamethibitisha kwamba wamempata kocha mpya kutoka Malawi ambaye anakuja kama kocha msaidizi, na ni taarifa ambayo watu wengi inaonekana wameipokea kwa furaha. Hata namna Young Africans wenyewe walivyoipublish kwenye mitandao ya kijamii, unaona kabisa kuna kitu ambacho kinajaribu kutengenezwa, na mwisho wa siku kiwa kifanikiwa basi utaelewa ambacho Young Africans walikuwa wanamaanisha, kwamba kwa nini wafurahie Young Africans kwamba wamempata mwalimu ambaye anafundisha mpira mzuri, kwamba mpira wa burudani umerejea Young Africans. Ina maana kwamba mwalimu ambaye yupo kwa sasa hivi, mwalimu mkuu, hawapi kile ambacho wao wanakitaka. Kwa hiyo mwisho wa siku watu tunasema kwamba ukimwona anapasha kipa, basi hawezi kutoka striker, hawezi kutoka beki. Akipasha kipa, basi ujue anayetoka pia ni golikipa. Kwa hiyo hichi ambacho kinaendelea Young Africans, nafikiri siku sio nyingi tutapata mwafaka wake, tutauona, na hizi taarifa ambazo zinazungumzwa pengine haziko mbali kuweza kuja katika uhalisia ambao wengi wanaotarajia. Tunakumbuka namna ambavyo makocha wengi wamekuwa wakiondoka, lakini hili la kuhusu Romain Folz kuhujumiwa si mara ya kwanza. Lakini pia ni kama anatumiwa ujumbe kwamba bwana, kiti chako muda wowote kile kinaweza kikachukuliwa na mtu. Ya, ndio hicho ambacho mimi mwenyewe nakizungumza, kwamba ukimwona anapasha kipa, hatoki beki wala hatoki striker, anatoka kipa aliyepo pale golini. Kwa hiyo kwa Yanga nafikiri kuna karata wenyewe wanazicheza hapa. Kuna karata ambazo wao wanazicheza. Na mimi naamini kwenye hili kwa sababu ya hizo statement ambazo Yanga wenyewe wamekuwa wakizitoa, kwamba kwa mfano jana walivyomtambulisha huyu kocha Patrick Mabedi, kocha msaidizi, wao wanakuambia kabisa eti kwamba karibu kocha wa mpira wa burudani. Sasa hiyo burudani mbona wakati mnamtambulisha Romain Folz, ama wakati Folz bado yupo madarakani, mkiposti video zake clip kwamba yupo mazoezini, amsemi kocha wa burudani ama kocha wa mpira wa burudani, lakini kaja huyo kocha wa Malawi ndio mnaposti kwamba mpira wa burudani umerejea Yanga. Sasa yani ukiunganisha matukio unaona kabisa kuna kitu ambacho kinaenda kutokea muda sio mrefu, na ile furaha ambayo umeiona watu wa Yanga walikuwa wakicomment kwenye zile post, soon nafikiri inaweza ikaja katika uhalisia ambao mimi nauzungumza. Na umeshaona tayari kuna viashiria vingi vya mambo kutokuwa sawa kwa hili benchi la ufundi ambalo limekuwepo tangia mwanzo wa msimu kwenye maandalizi ya timu mpaka sasa hivi, timu ambapo inaendelea na maandalizi ya michezo ya Champions League pamoja na ligi kuu. Umeona taarifa za kujiuzulu ama ni kujiuzulu kwa sababu yeye ndo ameomba. Kocha msaidizi alikuwa anashirikiana na Romain Folz, anaitwa ni Muhispania huyu, anaitwa Manu Rodriguez. Yeye ameomba kuondoka Young Africans. Sababu zikitajwa ni kwamba amepata changamoto za kiafya, lakini wapo makocha ambao wengi wameondoka Young Africans wakiwa na sababu hizo, lakini mwisho wa siku tukaja kusikia taarifa kwamba sio kweli kwamba wameondolewa na sababu za matatizo ya kiafya. Unakumbuka kwa kivile leo kuondoka Juma Mwambusi. Unakumbuka sababu ambayo imeondoa Juma Mwambusi Young Africans? Tuliambiwa kwamba anaenda kutatua tatizo la anaumwa jino. Yaani jino ndio limefanya mwalimu aweze kuondoka kwenye timu, wakati ni tatizo ambalo unaenda kutibiwa na unarudi kwenye majukumu yako. Kwa hiyo ni the same scenario hii ambayo
umeona kocha msaidizi huyu Manu Rodriguez wa Young Africans anaondoka akiweka wazi kwamba amepata matatizo ya kifamilia na anaona ni bora akakae huko na familia yake kuliko kuendelea na kazi yake ya kuifundisha Young Africans kama mwalimu msaidizi. Kwa hiyo taratibu unaona kwamba mmoja baada ya mmoja kwenye ile technical bench la Young Africans, kwa wale walioanza awali wanaanza kujichomoa wao kama wao, lakini mwisho wa siku Young Africans pia kwa taarifa mwenyewe za kiuchunguzi wangu nilizonazo ni kwamba na wao pia wanajaribu ku-anticipate hizi moves za hawa makocha, hii management ya staff ya makocha ambayo ilianza mwanzoni kwamba kuna muda wote wanaweza wakaondoka, lakini Young Africans hawataki waondoke ili hali wakiwa bado hawajapata wabadala kuja kuichukua timu na kuendeleza pale ambapo wameishia. Na narudia tena kwamba ukiona anapasha kipa ujue atoki kipa, anatoka ujue atoki beki wala striker, anatoka golikipa ambaye yupo langoni. Kwa hiyo kwa Young Africans naelewa hichi ambacho wanakifanya na soon kitakuja katika uhalisia ambao wengi tunakuwa tumeshauona tokea zamani. Kwenye hizi moves za makocha kuondoka, shida uwaga ipo kwenye uongozi ama shida uwaga ipo kwa makocha wao wenyewe kwa kuangalia situation jinsi ambavyo ilivyo, kwamba wanaona bwana mimi sehemu hainifai na wala sioni maisha yangu ya kidumu hapa? Shida ni kwenye management hizi timu zenyewe, ndio shida ambapo mara nyingi inapoanzia, kwa sababu unapompa mwalimu, unapomwajiri mwalimu mpya kwenye timu yako, haupaswi kumtengenezea mazingira yote ya pressure. Yes, naelewa kwamba hizi timu kubwa zina pressure na zinaishi kwa ajili ya matokeo mazuri, lakini mwisho wa siku mpira pia una uhalisia wake, kwamba ni lazima makocha wapewe muda ambao kitaaluma unahitajika. Ni lazima makocha waonyeshwe support, ni lazima makocha waungwe mkono, na ni lazima pia makocha wasaidiwe katika mazingira ambayo kuna msaada unahitajika. Lakini usiposhindwa kuwa provide na hivi vitu, maisha yao na mazingira yao yatakuwa ni magumu ya kufanya kazi na kuwatengenezea pressure ambazo muda mwingine ni unnecessary, maneno ambayo muda mwingine ni unnecessary, haitoi afya kubwa sana. Kwa sababu juzi hapa kwa mfano unamsikia meneja wa habari wa kitengo cha Young Africans, yeye anakuambia kwamba kuna baadhi ya watu wameanza kumsifia kocha Romain Folz abaki, sio afanye hivi hajaonewa, inawapa mashaka. Yaani kwa kocha kusifiwa kwamba meneja tunaona kuna kitu hakipo sawa. Kwa hiyo kuna pressure ambazo zinatengenezwa kwamba zinawafanya mazingira haya makocha kuwa magumu na kuona mazingira ambayo wanafanyia kazi labda sio sahihi, labda sio salama kwenye karia zao za ufundishaji. Kwa sababu Romain Folz bado ni kocha mdogo sana, yani karia yake ya ufundishaji yani hata robo haijafika. Yani ndio kwanza yupo mwanzoni mwa ufundishaji kwenye hii level kubwa. Na pia mwisho wa siku pia unaweza ukaelewa hichi ambacho Young Africans pia wanajaribu kukifanya, kwa sababu ukitazama umri wa Romain Folz ana miaka 35, lakini Patrick Mabedi ambaye ameletwa ana zaidi ya miaka 50. Kwa hiyo ni kama kocha msaidizi ameletwa kuja kumpa guidance ama kumuongezea uzoefu kocha mkuu. Yaani sio kama umenielewa. Nakuelewa. Yani kocha msaidizi kwa umri wake na uzoefu wake wa soka la Afrika ameletwa kuja kumuongezea uzoefu kocha mkuu. Na sitoshangaa majukumu makubwa ama vipaumbele vya timu vikawa chini ya mwalimu msaidizi Patrick Mabedi kuanzia sasa, na vikatoka kwa kocha mkuu Romain Folz, kwa sababu Young Africans sasa hivi wanaanza kufikiria maisha bila ya Romain Folz. Kwa hiyo ni kama vile mikoba yote sasa hivi ya benchi la ufundi itakuwa inasimamiwa kwa kiwango kikubwa na kocha huyu mzoefu Patrick Mabedi, tofauti na kocha kijana ambaye hana uzoefu kama Romain Folz. Nimeona pia wanazungumza kuhusiana na CV ambayo anayo Patrick Mabedi. Je, zinafanana ama zina uwiano na Romain Folz? CV au vyeti? Vyeti haviwezi kuiana kwa sababu Romain Folz ana elimu ya juu kabisa ya ufundishaji wa mpira duniani, UEFA Pro License. Lakini huyu yeye na leseni hizi ambazo zinahitajika kufundisha soka barani Afrika. Kwa hiyo katika level ya elimu Romain Folz elimu yake ni kubwa sana kuliko Patrick Mabedi, lakini tofauti ni kwamba Patrick Mabedi
ni kocha wa Kiafrika, kwa hiyo leseni alizonazo zinamruhusu kufanya kazi katika timu yoyote ile ndani ya bara letu la Afrika, lakini hawezi kufanya kazi nje ya mashirikisho mengine ambayo ina require kocha ambaye ana UEFA Pro License kama alionayo Romain Folz. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba viongozi wa klabu ya Yanga wanajua kocha mkuu ni upi na ni kocha ambaye atakuja lini kushirikiana na Patrick Mabedi? Umenielewa vizuri sana. Wanalifahamu. Bana, mtazamaji wa Mtani TV, kikubwa endelea kusubscribe YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na soka na mambo mengine mengi. Bana, asante sana na karibu sana.